Baada ya ukimya wa muda mrefu tangu kuondoka WCB Wasafi, Mbosso amevunja ukimya huo kwa njia tofauti. Leo ameweka picha ya rangi ya kijani kwenye ukurasa wake wa Instagram na pia kuitumia picha hiyo kama picha yake ya wasifu, yani profile picture, hatua ambayo imezua maswali mengi kutoka kwa mashabiki zake. Posti hiyo, ingawa haina maelezo yoyote, imeibua tafsiri mbalimbali. Wengine wanaamini ya kwamba kijani ni ishara ya mwanzo mpya, uhuru, lakini pia kazi mpya kutoka kwa msanii huyo. Kijani pia huashiria ukuaji, matumaini na uhai, jambo ambalo linaendelea kwa msanii huyo kwa sababu mashabiki zake wanatamani kujua ni kitu gani Mbosso atafanya kwenye career yake muziki baada ya kutoka WCB. Lakini pia kuna wapo wanaoamini kwamba Mbosso anajiandaa kuzindua lebo yake mwenyewe au kusaini chini ya lebo nyingine, kitu ambacho kitakuwa na mashtuko kwa watu wengi sana. Watu wengi watashtuka watakapoona maybe Mbosso anasaini sehemu nyingine kuliko kuwa na lebo yake yeye mwenyewe. Lakini kwa sasa mashabiki zake wengi wana maswali na hawafahamu ni kitu gani ambacho kinaendelea, na wana hamu ya kujua ni kitu gani kitafuata kutoka kwa msanii anaitwa Mbosso. Kama unavyomfahamu, alikuwa ya Moto Band, akasainiwa WCB Wasafi, ana hit song kadha wa kadha ama piano, lakini pia kuimba. So yeah, ni mtunzi mzuri pia. Kingine ambacho kina make headlines na kutrend ni kuhusiana na msanii Elizabeth Michael maarufu kama Lulu. Ameshare video ikimonyesha akiwa ni mjamzito. Umeona bwana, mwigizaji huyo ambaye ni maarufu sana ameuanza mwezi Juni kwa aina yake kwenye Instagram. Lulu alipachika picha kadhaa za ujauzito wake, ingawa hajasema kama ni picha za sasa ama ni picha za zamani. Kilichovutia zaidi ni slide ya mwisho kwenye picha hizo iliyokuwa ni meme ya kuchekesha iliyoandikwa mbona siku hizi hujiposti tena. Alafu upande wa pili akaweka yeye picha ambayo anajishika tumbo akionyesha ni kwamba ni mjamzito. Lakini mpaka sasa hivi mashabiki zake bado hawajafahamu kwamba Lulu ni mjamzito ama la, kwa sababu hajatoa explanation za aina yoyote vile. So kama ni mjamzito then congratulations kwake yeye, lakini kama sio mjamzito hopefully mashabiki zake wataichukulia positive hiyo kitu. Lakini kwa upande mwingine, Eni pamoja na Phina wanaenjoy sana moment zao pamoja, kwa sababu ni watu ambao wanawafanya watu wanaenjoy vile vitu ambavyo wanavifanya kila siku. Kama unavyofahamu, tangu Jux amemoa Priscilla, Eni amekuwa na ukaribu mzuri sana na Phina, wamepikiana vyakula, wamefanya mahojiano. So hopefully I think this chemistry inaweza kalisha kitu kizuri ama tengeneza kitu kizuri kwenye sanaa yetu ya muziki, kwa sababu kama unavyofahamu Phina ni msanii. So hopefully ukaribu wake yeye na huyo Nigeria unaweza ukasaidia kupata kazi au kufanya kazi na wasanii wakubwa kutoka nchini huko pia. Usisahau kusubscribe, kulike na kufollow PJ Classic Media on our YouTube channel.